Ninaitwa mchungaji Beatrice Grayson Mlozi, mwenyekiti wa jimbo la Nyanza Kusini. Nipo hapa kwa unyenyekevu mwingi kuomba kusisitiza mafanikio ya ibada ya siku ya tarehe 21, siku ya wakimbizi duniani, siku ambayo imewekwa rasmi na kanisa la Waadventista wa Sabato ulimwenguni, kila mmoja kugusa hitaji la huyu rafiki mwenye mahitaji maalum. Je, ulishajua kwamba kuna wakimbizi wengi wa aina mbalimbali? Baadhi ya wakimbizi ni wale wanaotoka nchi za nje kwenda katika nchi nyingine wakitafuta makazi, wakitafuta maisha ili kuishi. Lakini leo ninakuletea aina ya wakimbizi wa ndani ya nchi. Hawa si wengine, ni familia za watoto au watu wenye ulemavu wa ngozi, yani albino. Albino leo imekuwa ni tatizo kubwa, ni wakimbizi ndani ya nchi yao wenyewe. Kwa nini? Familia ambayo wamepata bahati ya kumpata mtoto mwenye ulemavu wa ngozi hana usalama kukaa katika maeneo yake. Ndio hivi karibuni tumeweza kugundua wazi kwamba watoto wenye ulemavu wa ngozi wamekuwa wakiwindwa na jamii zimeshindwa kuwakubali na kuwapokea na kukaa nao kama watu wa aina nyingine. Na sasa kwa sababu wamechukuliwa kama ni aina ya mali adimu inayowindwa, wazazi wao wamekuwa wakiondoka kutoka katika maeneo waliozoea kuishi kwenda kuishi mahali pengine, mahali ambapo wanahitaji usalama zaidi. Na hii imekwisha kudhihirika hapa Mwanza. Kumekuwepo na ongezeko kubwa sana la watoto wenye albino. Mwaka 2017 tulikuwa na watoto wasiopungua 1,438. Lakini leo hivi tunavyoongea wamefika 4,460. Ongezeko ni kubwa, wanaondoka katika maeneo wanayoishi, wanaishi wakihitaji msaada mahali pengine. Kanisa limekuja kusikia sauti ya wito wa Yesu. Nilikuwa mgonjwa, ukaja kunitazama hospitali. Nilikuwa mfungwa, ukaja kunitembelea. Nilikuwa na hitaji, ukaja kunipatia mahitaji yangu. Leo wito huo umekuja kwa kanisa Tanzania, kwa kanisa ulimwenguni, kwa kanisa South Nyanza Conference, katika makanisa yetu yote. Kila mmoja katika siku hii alete sadaka maalum. Sadaka hiyo itamsaidia kijana au binti wa mwenye ulemavu wa ngozi, kumsaidia aende shule, ili katika begi yake tuweke mafuta yanayosaidia ngozi yake, tuweke kofia itakayozuia jua kali, maana wana shida katika jua lao, yani kalamu, karatasi na vitu vingine. Fanya kitu kwa ajili ya kumsaidia huyu kijana aende shule naye pia akafurahi. Siku moja Yesu aseme, ulipo wahudumia wale wadogo, ulinihudumia mimi. Mungu akubariki unapoleta sadaka yako siku ya Sabato ya tarehe 21 mwezi wa 6 mwaka 2025, kama sehemu ya kugusa upendo wa Kristo kwa watu wengine. Mungu akubariki sana.